umezungumza hapo ni kama wewe mwenyewe mwanachama ama shabiki wa Simba, manake wakati hii katiba hii ambayo hivi sasa inafanya kazi inapitishwa, wanachama kweli wamesema ndio, lakini je, hawa wanachama walipata elimu ya kutosha? Hauoni kwamba ninyi ambao mlikuwa kwenye uongozi ndio mnapaswa kunyoshewa kidole katika hili? Unajua jambo hili kwa historia jinsi lilivyokuja. Tunazungumza haya mambo kama sasa hivi lilivyoibuka, limeibuka wakati timu haipati matokeo. Ndio kipindi ambapo hata jambo hilo wakati huo sisi tunaongoza timu ilikuwa haipati matokeo ya hivyo. Sababu kama tukumbuka wakati huo sisi tunaongoza Yanga ilikuwa chini ya marehemu Yusuf Manji. Sahihi. Financial Yanga walikuwa wako vizuri sana, lakini pia walikuwa na timu nzuri kama timu ambayo Yanga wanao sasa hivi. Lakini inawezekana wakati ule ilikuwa zaidi, kwa sababu nakumbuka wakati ule Yanga walikuwa na kina Ngoma, kina Kamsoko, kina Chuji, kina Msuva, yani walikuwa na timu ambayo imekamilika. Kwa hiyo matokeo yalikuwa ni magumu sana kwa upande wetu, sababu sisi tulikuwa na timu ya vijana, ndo kina Mkude, kina Shabalala ndo wameingia kwenye timu, kina Hasani Siaka, kina Seseme, kipa goalkeeper Manyika, ndo tulikuwa na timu ya vijana ambayo ndio tunaanza kuitengeneza. Kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa kwenye matokeo. Kwa hiyo jambo lolote ambao wakati ule ulikuwa unazungumza kuwaelimisha watu au kuwaeleza watu, walikuwa waelewe, kwa sababu haraka iliyokuwepo ni kwamba aingie Mo ili timu ibadilike, timu iweze kupata matokeo, tushindane na Yanga. Kwa hiyo changamoto ya kutoa muda wa kutoa hiyo elimu, na wanachama wenyewe hata hiyo elimu walikuwa hawaitaki. Wanaona wao ukizungumzia elimu unawachelewesha, wakati wao wanataka tajiri aingie, mambo yabadilike, maisha yaendelee. Kwa hiyo ndo ikawa changamoto kubwa. Ili kuacha upati hilo tu kwa wanachama, lakini pia hata kwa watu ambao walikuwa wanasimamia huo mchakato. Tulikuwa tunashuhudia redio asubuhi hii, unaweza kuta mtu anatoka redio moja na amia redio ya pili na amia ya tatu, asubuhi hiyo redio zote kuhakikisha kwamba hili jambo linakwenda. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi kama viongozi pressure ikawa kubwa sana upande wetu. Tukaona sasa hili jambo sisi tulikuwa tumeshazidiwa nguvu, sababu wanachama wenye timu yao wako na nyie, wao wanataka jambo lao. Nyinyi kama viongozi mnapambana kwa bwana, hili jambo hili mnalotaka sisi hatulikatai, lakini kuna utaratibu ambao tukiufuata tutakwenda njia nzuri zaidi. Wao hawataka kusiaidi kwenye uongozi. Pia tulikuwa tumegawanyika kama ambavyo wao wamegawanyika sasa hivi. Kuna watu wa Mo na kuna watu wa Mangungu. Kwa wakati huo sisi pia kuna watu ambao tulikuwa viongozi wa kuchaguliwa, lakini pia kuna viongozi ambao waliingia baada ya ile bodi ya muda kuundwa. Kwa hiyo tulikuwa na mchanganyiko wa watu ambao sasa mwisho wa siku kuanzia ndani wenyewe mnagombana. Mkija kwa wanachama 95% walikuwa upande wa mwekezaji ambaye walikuwa wanataka aingie kwenye timu. Kwa hiyo changamoto ilikuwa kubwa kwamba huwezi hata ule muda wa kusema, na wanachama wenyewe walikuwa wanaonyesha wao hiyo elimu hawahitaji. Wao wanachotaka ni kwamba tajiri aingie. Kwa hiyo ndo changamoto. Sasa mimi ndo maana nasema kama sasa hivi watu wamepata akili ya kugundua kwamba tatizo liko wapi, basi turudi mezani kama ambavyo mwanzo tulikaa, ili tuweze kukaa chini kukubaliana na kuona jinsi gani tunatoka hapa tulipo kwenda mbele. Sababu mimi sioni kama kuna, sababu mwisho wa siku Mangungu amechaguliwa na muda wake haujaisha, maana yake anatakiwa akae mpaka muda uishe. Lakini Mo yumo tayari na kuna wajumbe wa bodi ambao wako kwenye bodi ya Simba ambao wametoka upande wake. Huwezi kusema leo ghafla tu anatoka. Kwa hiyo tutengeneze utaratibu mzuri ambao unaweza kufanya hawa watu wote sasa kwa muda huu akafanya kazi pamoja, ili tuweze kumove kutoka hapa kwenda mbele na tuweze kurekebisha sasa hayo matatizo yetu ambayo yapo kwenye swala zima la katiba. Na bila shaka Mangungu haya yote ambayo yanaendelea anayajua kwamba kuna changamoto, lakini ukweli hausemi, kwa maana ya kujitokeza mbele kwamba hii katiba haiko sawa sawa, kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa kuchaguliwa. Huoni na yeye pia ni tatizo? Unajua tatizo kubwa lilokuwepo, sisi tuna utaratibu wa kuangalia mtu. Jambo hili linaweza kulizungumza mimi Said Tuli, kuna mtu hata kama baya, lakini kwa sababu kalizungumza Said Tuli hawezi kulikubali. Lakini jambo hilo unaweza kulizungumza yeye Mkai akakubali. Yeye pia Mangungu lazima asome hali ya hewa ilivyo. Leo hii Mangungu akizungumza akitoka nje kusema Mo hafai au Mo ana matatizo, yule Mangungu hamna mtu ambaye anaweza kumsikiliza. Sahihi.
Kwa hiyo yeye pia ni binadamu, ana akili zake timamu, anajua kabisa hapa inawezekana ili jambo kweli sio sahihi, lakini mimi nikisema itaonekana sio sawa. Na ndio maana tumemshuhudia hata Mo hajawahi kutoka kusema Mangungu tatizo. Umeona? Kwa hiyo ndio maana mwisho wa siku sasa tunajikuta tunaishi kwenye mazingira ambayo hatukubaliani, lakini hatutaki kuonyesha kama hatukubaliani. Ndio maana tupate solution, lakini tungeweza kusema kama bwana kuna jambo A B C D hatukubaliani, tukae chini tukubaliane ili tuende mbele, hapo tungeweza kufanikiwa. Nakushukuru sana Tuli. Mangungu alikuwa una swali? Okay. Haya, kwa uchache basi. Haya. Tuli, habari? Salama. Swali langu mimi ni kwamba taarifa zinasema kwamba FCC waliifuta ile Mimat. Sasa mchakato ulikuwaje mpaka ukafikia hapo ulipo kama Mimat ilifutwa? Hizi pande mbili ziliwezaje kuendelea kufanya kazi kwa pamoja? Unajua hata hapo tunazungumzia, kuna mtu alitoa mfano wa ndoa. Ndoa inaweza ikavunjika na nini, lakini kuna taratibu sasa zinakuwa zinakwenda, labda tutagawanaje mali, tutaishi watoto itakuwaje, na kwa hiyo inawezekana ndio hiyo process ambayo ilikuwepo Simba. Lakini kitu kingine ambacho mimi naona, unajua serikali ina mkono mkubwa kuliko mimi. Mimi hata leo kama jambo naona aliko sawa, lakini kama serikali haijaamua kuliingilia, linaweza ile jambo likaishi vile vile na likaonekana liko sawa. Mimi ni tofauti na serikali. Kwa hiyo serikali kama ambapo wanatoa hizo taarifa kwenye club, wao unahisi hawa serikali wenyewe hawaoni kama ili jambo tulisema hivi lakini halifiki mwafaka. Kwa hiyo wao wanaweza kutusaidia. Unajua mwisho wa siku kila mtu anaogopa kuonekana mbaya. Leo hapa tunazungumza watu ambao walipambania huu mchakato wa mabadiliko nyuma, sasa hivi wanaonekana walipofanya walichemka. Lakini wakati ule walipokuwa wanafanya, hawa watu wanaozungumza sasa hivi ndio walikuwa wanawashangilia. Umeona? Kwa hiyo kila mtu anaogopa hiyo lawama, nisije nikafanya sasa hivi likiharibika nikaonekana mimi Said Tuli ndo nimeharibu. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba serikali kama inavyotoa yani leo serikali ikisema wewe Said Tuli ukamatwe, maana yake dakika 0 mimi wananikamata. Ni kweli. Kwa kwenye jambo hili pia naamini serikali inaweza kusaidia. Okay. Sababu wao mkono wao ni mrefu. Serikali sio mtu. Serikali ni taasisi, kwa maana huwezi kusema leo fulani kafanya. Ukisema serikali imefanya, maana yake serikali ni serikali. Okay. Kwa hiyo yenyewe kama imetoa hayo maagizo na inajua inaona hayafuatwi, wao walikuwa na nafasi nzuri zaidi ya kusaidia kuliko hichi ambacho tunafanya sasa hivi. Watu wengine kundi moja, maana jana asubuhi watu wamemsema tajiri, jioni kuna watu wameenda kumtetea tajiri wanamsema Mangungu. Sasa hii maana yake sio solution. Solution sisi tunatakiwa tujue tatizo letu, tulitibu ili tuende mbele. Sawa. Okay, sawa. Tuli, Pablo naye pia ana swali. Pablo, hitimisha swali la mwisho hilo. Tuli, habari za asubuhi. Salama. Mimi swali langu bwana, nataka nikuulize kwa uchache sana. Swali la kwanza, kwenye mazungumzo yako na Paul Mkai uliweka bayana kwamba kuna changamoto kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba Sports Club tangu miaka 8 iliyopita. Sasa kama kipindi hicho Simba ilikuwa inafanya vizuri na kupata matokeo ambapo ilipelekea nyinyi kuyasahau ama kuyafumbia macho hizo changamoto, na sasa hivi ni kama zimerejea tena baada ya Simba kufanya vibaya. Kipindi cha uongozi wako mpaka sasa hivi umetoka, bado upo unasaidia, hamkuona haja pengine ya kuyatatua hizo changamoto licha ya kwamba mashabiki pamoja na wanachama waliyasahau kipindi Simba inafanya vizuri? Na swali langu jingine, inadaiwa kwamba upande wa wanachama wameweka bayana kwamba hawadaiwi na Mo, na sisi tungependa kufahamu hizi habari ambazo Mo anasema anaidai Simba kutokana na uwekezaji na mambo ambayo anasaidia zina ukweli kiasi gani? Pengine ungetusaidia hapo kuweka wazi. Labda ningeanza na swali la pili. Hii swali la pili sio masuala ya madeni na nini, siwezi kuzungumzia sababu kiuhalisia mimi sasa sio kiongozi. Kwa hiyo transaction ambazo zinafanyika kwenye club siwezi kuzifahamu na siwezi kujua wanapeana, hata kama hela wanapeana kwa makubaliano gani, hilo siwezi kulijua. Kwa hiyo siwezi kulizungumzia, sababu siko kwenye hiyo position ya kuzungumzia. Lakini swala zima ambalo unazungumzia, swali lako la kwanza kwamba swala zima la haya matatizo ambayo yalikuwepo toka kipindi hicho, ndo kama nilivyosema mwanzo,
wanachama wenyewe walionekana hawako tayari kuzungumzia hayo matatizo, sababu timu ilikuwa inapata matokeo na wanachama walikuwa wanasema wao shida yao kubwa ni timu kushinda. Haya matatizo mengine wao hawayataki wala hayawahusu. Kwa hiyo watu wote walikuwa bize kuhakikisha timu inaendelea kushinda, timu inaendelea kushindana vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Na ukiangalia uhalisia ni kweli Simba ilifanya vizuri, imechukua ubingwa wa ndani miaka 4 mfululizo, imecheza robo finali. Mwaka jana mara ya mwisho timu imecheza finali ya shirikisho. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu walikuwa wanakitaka na walikuwa wanakipata. Kwa hiyo sasa hivi upepo umebadilika baada ya watu kushtuka kwamba tulichukua ubingwa miaka 4 mfululizo, mwenzetu naye amechukua miaka 4 mfululizo, sasa hivi anaenda wa 5. Sasa hapo ndo watu akili zimeanza kurudi kwamba mbona si kama tumepoteza mwelekeo. Tatizo letu ni nini? Ndo tumerudi sasa. Tukirudi ndo maana unaona mwanzo move zilikuwa zinazungumza Mangungu afai, Mangungu ndo anafanya timu isishinde, Mangungu anatuharibia timu. Lakini mwisho wa siku imekwenda hao watu sijui wamejiridhisha kiasi gani au wamefanya tathmini gani, wamerudi tena na story nyingine kwamba mtu ambaye anatuvuruga ni mwekezaji. Kwa hiyo mimi nadhani watu wenye uwezo wa kumaliza hili tatizo ni Mohamed Dewji na Mangungu, kwa sababu Mohamed Dewji pamoja na kwamba yeye sasa hivi sio mwenyekiti wa bodi, lakini mwekezaji, anayo hiyo nguvu ya kukaa na mtu yote kwenye klabu ya Simba na kuzungumza. Lakini pia Mangungu kama mwenyekiti wa klabu, mwenyekiti wa upande wa wanachama, ambao hao wanachama ndio wameonekana wakilalamika, manake yeye pia anayo hiyo nguvu ya kukaa na Mohamed Dewji. Saidi Tuli, tunakushukuru sana wanachama na kujua jinsi gani tunaweza kutoka hapa tulipo. Tunakushukuru sana, asante sana kwa muda wako. Okay. Tupo na K4S Security ambao ni ulinzi wa kutosha kabisa, ulinzi wa miradi, ulinzi wa shughuli, pamoja na ulinzi wa ofisi, ulinzi wa majumbani, viwandani, ulinzi binafsi pamoja na dharura yoyote. Hawa wanatupa nguvu wakati huu na wanaweza kukufungia pia fensi za umeme na CCTV kamera zote na mifumo yote ya kiusalama. Unaweza kuwapigia 0767622226 na ukawafuata pia Instagram pale ni K4S Security. Kabisa. Tuko vizuri? Tuko vizuri. Bwana Magori vipi? Wacha tumtafute Magori na tuulize, kwa sababu wao wamelaumiwa jana na wametajwa na mengi yameshazungumzwa hapa, alafu majibu yake yatatusaidia kujua tunakwenda namna gani. Lakini manake leo hii ni Crown Sport Simba Day. Kusema ukweli kabisa na majibu yanapatikana mkali. Majibu yanapatikana. Na mpaka sasa ukiangalia mjadala unapokwenda, tuko na Magori kwenye line ya simu. Magori, habari za asubuhi? Nzuri, habari gani? Bwana salama. Huko South Africa bila shaka, ama umeshafika Angola? Hapana, niko South Africa. Ndege ilichelewa jana Dar es Salaam. Okay, poleni kwa changamoto. Kilichosababisha tukupigie simu hapa Magori, jana kuna baadhi ya mashabiki na wanachama walijitokeza na hoja zao, tunatamani sana kupata majibu mengine yamepatikana hapa kwenye kipindi. Moja walichokuwa wamekitoa ni swala la kumlaumu zaidi mwekezaji na kumpa muda aondoke, lakini wakielekeza malalamiko yao kwenye swala la usajili, wakisema hili dirisha la usajili mwekezaji alikuwa patikani, amezima simu, timu inahangaika na yeye ni baba, na wewe sasa ndio mwenyekiti wa bodi, unaunganisha upande wa mwekezaji na upande wa wanachama ukikaa pale kwenye bodi. Hebu tusaidie majibu ya yale malalamiko yaliyotoka. Kwanza sijui hizo habari wamezipata wapi. Ndio. Sijui hizo habari wamezipata wapi, hazina ukweli wote, ni porojo. Ni porojo kwa sababu walimpigia simu lini Mohamed Dewji kwamba apatikane? Au waliambiwa na nani kwamba Mohamed Dewji lazima simu apatikane? Sijui yani, hajawahi kuzima simu hata siku moja. Kwa hiyo ni porojo. Na hoja yao kwamba hakuwa na sajili, watu wanapomtafuta ameshiriki kwenye usajili mwekezaji Mo Dewji. Mimi ndio kwa mwenyekiti wa kamati ya usajili. Ndio. Kamati iliyopitishwa na bodi. Ndio. Ilikuwa na wajumbe Mutaza Mangungu, Swedi Nkwabi, Chiduo Kita na Zulfi Kashando. Ndio. Ndio tulifanya usajili. Na katika usajili wetu huwa dirisha dogo kwa kushirikiana na kocha of course. Ndio. Alikuwa sehemu ya kamati.
katika usajili wetu tulisema tukubaliana tuuze wachezaji, ndio pesa itakayopatikana itasajili wachezaji, ndio kama kutakuwa na mapungufu mwekezaji atafidia. ndio. Na kwa jinsi tulivyopanga usajili wetu tulikuwa tunahakikisha kwamba asilimia ndogo au asilimia nusu tunalipa sasa hivi, ndio, na nusu tunalipa dirisha kubwa wakati ambapo tutakuwa na budget ya usajili. ndio. Kwa hiyo unaposema kwamba mwekezaji lazima simu, ni uongo tu. Tumefanya usajili sisi, malipo tutalipa kulingana na uuzaji wa wachezaji tuliouza na pesa ambayo tumepeleka dirisha kubwa italipwa na mwekezaji. Kwenye ile nusu nyingine ya dirisha kubwa. Yes, kwa sababu una structure mchezaji. Sisi huku ndio watu tunashangaa. Ndio. Usajili wa wenzetu unaweza kulipwa hata miaka 5. Hata miaka 3 kulingana na cash flow ninavyosema ya club tunakubaliana. Ndio. Kwa sisi tulikubaliana kwamba dirisha hili dogo, kwa sababu hatakuwa na budget ya usajili, basi tutasajili kwa kiasi hiki, tutakulipa kiasi kikubwa, tutakulipa dirisha kubwa, na kiasi hiki kitalipwa kulingana na mauzo ya wachezaji. Tumemuuza Mkwala, tumemuuza Hua, na huenda kutoa harakati ya kumuuza mchezaji mwingine. Kwa hizo pesa ndio zitasajili, na kama kutakuwa na gepu mwekezaji atalipa. Na hao wachezaji ambao wameuzwa walisajiliwa na nani? Pesa ya nani ilisajili ya wachezaji? Manake ni ya mwekezaji kwa unavyozungumza. Sasa unaposema mwekezaji amezima simu ni mambo gani ya? Unajua hao watu kwanza ndio walichoharibu kikubwa zaidi ni kutumia nembo, kuweka bango lile la klabu kule nyuma, kuzungumza kama wao wameruhusiwa, ni officials wa klabu kuzungumza. Ni kitu cha ajabu, na hicho ndio kimetuudhi kupita vitu vyote. Na wanakwenda pale wanasema maneno ya uongo tu ya kutunga. Sasa lini mwekezaji amezima simu? Nani amekuwa nyuma yao Magori? Maana nyinyi mnafuatilia na ninyi ni viongozi. Siwezi kujua, mimi niko na muda na kutengeneza timu. Tumefanya usajili, tunaimarisha timu yetu. Haikuwa na muda mzuri mrefu wa kufanya mazoezi, na mimi timu yangu itakuwa bora zaidi, na dirisha kubwa tutaimarisha timu. Hicho ndio kilicholeta Simba. Wanachogombea hacho sikijui, hawana faida na Simba. Hao watu kesho watasema hivi, kesho kutu watasema vile. Wana Simba waniwaelewa sana, na ndio maana mambo ya wanachama yanaongelewa kwenye mkutano mkuu wa wanachama. Sasa mambo mtu anakaa watu 3 4 wanaenda kupiga porojo pale, ni mambo ambayo yani hata kuzungumzika hayafai. Tatizo lao wametumia bango la klabu kuonyesha kwamba ile ndio official press ya klabu. Hilo kwa kweli tutarizika. Hilo tutakwenda mpaka tuone haki inatendeka. Kwa nini wamefanya hivi? Lakini Magori, Mkai hapa, swali langu la msingi, hizi ambazo unaziita ni porojo za baadhi ya wanachama wa Simba wanazitoa, unafikiri zinatokana na nini? Nini kiini cha tatizo Magori? Siwezi kujua kiini cha tatizo ni nini. Wao kuna watu kazi yao wakitegea timu ikifanya vibaya utasikia wanaibuka wanasema. Kuna watu timu ikifanya vizuri huwezi kuwasikia. Sisi tulikuwa transformation 2018. Wanachama kwa kauli moja walipitisha 99.8% kwamba Mo Dewji atakuwa mwekezaji. Na hivi tunazungumza Mo Dewji yupo kisheria, yuko yeye ni sehemu ya 49 ya Simba Sports Company Limited na wanachama 51. Na ile kampuni imesajiliwa Brera, inafanya kazi ndani ya bodi inasimamia. Hapa tunakamilisha ni vitu vidogo vidogo, baada ya hapo tuendelee tu, tumeshamaliza mambo yote. Magori, sasa watu 3, mtu anakuja, mtu hapa anazungumza anasema Mo Dewji aondoke. Yaani yeye mtu amekaa pale watu wawili anaweza kumondoa Mo Dewji. Magori, unaweza kutusaidia hivyo vitu vidogo vidogo ambavyo mnavifanyia marekebisho kwenye katiba? Tumepitisha kwenye katiba pale, mliona. Siku kwenye mkutano mkuu mlikuwepo? Mimi sikuwepo. Basi fuatilia mkutano mkuu, nenda uone vitu ambavyo vilipitishwa na wanachama, na hivyo ndivyo kienda katiba ikisajiliwa. We are good to go. Na kuna ambao wanabainisha kwamba hawatambui nafasi yako kuwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi kwa sababu katiba ina mapungufu.
au waliokuwepo mwanzo walikuwa wanatambulika? Walikuwa hawatambuliki kwa sababu mlipitisha hii katiba tu kwa rubuni wanachama Magori. Rubuni mikutano mitano ilifanyika. Mikutano, yani mtu mmoja yeye ndiye anasema kwamba tumeharubuni. Watu zaidi ya 2000 ndio hawaona haki ya kusema. Na kwa nini kwenye mkutano mkuu hawasemi? Wanasubiri baadaye kuja kukaa hapo kwenye vichochoro. Kama wanahoja, kwa nini hawaji kusema kwenye mkutano mkuu? Kwa nini hoja waje wasiseme baada ya mkutano mkuu umeisha juzi tu hapa? Kwa nini hawakusema? Na baadhi ya wanachama wanataka Mangungu ndio awe na kauli kwa sababu yeye ni 51% kutoka kwa wanachama. Hili nalo umewahi kulitafakari na kulisikia Magori? Walilisema wapi? Kwenye mkutano mkuu ndio unasemewa, au wanachama walilisema wapi? Kwa hiyo wakija kwenye mkutano mkuu wakisema mtaridhia? Sitategemea kwa sababu tayari kampuni ipo. Kampuni ile imesajiliwa na Memorandum of Articles of Association, ndio inazungumza bodi na kuwa constituted vipi. Sasa kule ikija hoja kwenye bodi inazungumzika. Ikizungumzika ikikubalika kwenye bodi basi itabadilika. Sawa, Magori, shukrani sana kwa muda wako, na rejesha tena simu hii kwa Juma. Sasa vingine vya kueleza, mmemaliza? Mambo ni mengi ya kuzungumza Magori, tutakualika pia hapa studio. Magori. Okay, Magori wana Simba, wacheni na porojo hizo. Ndio. Sisi tuendelee kujenga timu yetu. Watu wanafanya vitu vya ovyo, lakini vitu vya ovyo huwa vidumu. Na kuna msemo unasema karma, ukifanya kitu kibaya kitakurudia tu. Kwa wana Simba tunajenga timu yetu. Mimi kama mwenyekiti wa bodi na bodi nzima tupo imara na tunazidi kupambana kwa ajili ya Simba yetu. Magori, tunakutakia safari njema kuelekea Angola pale. Asante sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.